Chama cha Demokrasia na Maendeleo chapinga vikali kile kinachotaka kuitwa maridhiano ambayo yanataka kuletwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na vurugu zilizotokea 29 Oktoba 2025. Lakini kabla sija kupeleka kwenye makala kuni, kukumbusha kwamba usisahau kulike, kucomment na usiache kubonyeza neno subscribe ili uweze kujipatia taarifa hizi kemkem kila siku ndani na nje ya nchi. Sasa tuende tukatazame maridhiano gani yaliyokuwa yakitakwa kuletwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan hivi leo. Watanzania wenzangu, ni jambo la kusikitisha kwamba badala ya majadiliano ya kitaifa, mamlaka zilichukua mabavu, vitisho na nguvu kupita kiasi, lakini historia ina tabia ya kuwakumbuka waliokataa kupiga magoti mbele ya udhalimu. Vuguvugu la no reforms, no election linabaki kuwa alama ya mwamko wa kihistoria, ushahidi kwamba wananchi waligundua ukweli wa kimsingi: bila mageuzi ya kimfumo, uchaguzi sio suluhisho, bali ni tatizo linaloendelea. Hapo ndipo sauti ya wananchi inapogeuka kuwa falsafa ya ukombozi wa kisiasa. Namba 6, mauaji ya halaiki na jeraha la taifa. Watanzania wenzangu, kutekwa kwa watu zaidi ya 200 na mauaji ya Watanzania zaidi ya 2000 si takwimu za kawaida. Kwa mizania ya kimataifa, hizi ni namba zinazolingana na nchi zilizoko kwenye migogoro ya silaha au vita ya wenyewe kwa wenyewe. Katika mataifa yanayojitambulisha kama ya amani na utulivu kisiasa, hata vifo 10 vya kisiasa huibua uchunguzi wa kimataifa na misukumo ya uwajibikaji. Hivyo basi, kilichotokea Tanzania kinakiuka hadhi yake kama nchi ya amani na kinaiweka katika ramani ya dunia kama taifa lililoshindwa kulinda uhai wa raia wake. Watanzania wenzangu, haya sio matukio ya kawaida ya kisiasa, ni makosa makubwa ya ubinadamu yanayopingana na misingi ya haki za binadamu inayotambuliwa kimataifa. Ndio maana Chadema inasisitiza uchunguzi huru, unaoaminika na wenye uwakilishi wa kimataifa, kwa sababu kiwango cha madhara kimevuka uwezo wa taasisi za ndani kujihakiki zenyewe. Taifa lolote linalojali heshima ya watu wake, linalojali heshima yake duniani, haliwezi kunyamazia damu ya raia wake ikimwagika bila ukweli na uwajibikaji. Na hapa kuna ukweli mchungu kwa watawala. Damu ya raia inapomwagika bila majibu, majonzi ya familia yanapogeuka takwimu za kutisha, na kilio cha wahanga kinaponyamazishwa na dola, serikali hupoteza sio tu uhalali wake kutawala, bali pia utu wa kimaadili wa kuongoza binadamu wenzao. Tunadai haki kwa wahanga, kwa waliopoteza viungo vyao, na kwa familia zilizobaki na majonzi yasiyo na majibu. Taifa haliwezi kujengwa juu ya damu ya raia wake na haki ikacheleweshwa kwa vigezo vya kitaifa na kimataifa. Hiyo ni haki iliyonyimwa.